nina imani kwamba chakula hiki ni cha uzima. Maneno yako tuyasikia Mungu, tupate kuona mbingu. Baraka zako zipo pamoja na mtumishi wako, kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba. Tunatoa pole kwa jamaa, lakini pamoja na hiyo pia tunashukuru Mungu kwa pamoja na ninyi. Sababu kama vile msikia huyu mzee alikuwa mwanamemba wa kanisa letu Methodist, na siku kama hii tumekuwa tuko ile nyumba kupumzika, ila imefikia kama mauti imekuta wakati sisi wenyewe tuko safarini hapa. Tunasema ni asante kuwa pamoja na wandugu na jamaa wengine, hata kama tuko mbali, wakati wa kukumbuka kazi ya huyu mzee. Kama vile wamesema, yeye tumekwisha enda, hakuna kitu chochote tunaweza fanya kwa ajili yake, ila kwa sisi ambao tumebaki tunakuwa na moyo wa shukrani na kukumbuka maisha yetu, sababu hiyo ndio njia ya sisi wote. Kama vile wamesema, tangu kuamini kwake na kuanza kazi ameambatana na huyu mama wanaita Mariamu, na huyu mama alikuwa na huduma kubwa, huduma ya maombi na hasa pia ya unabii, na inaonekana kama kwa wale ambao walikuwa wakiongoza hiyo kikundi walikuwa watu wale, Mariamu mwenyewe na wengine wawili walikuwa wamekwishaenda. Ni yeye tu alikuwa amebaki kwa wale wane ambao walikuwa kichwa. Mariamu Kasaji na yeye ametuacha sasa, yeye ndio amebaki. Na hivi kila wakati tulipokutana hapo Abela, kwanza siku ya 5 ya posho na siku ya Mungu, kila siku tulikuwa na wakati special kwa ajili yake, ili atuelezee sehemu ya huduma na kazi na unabii wa huyu mama. Kwenda kwake itakuwa imepunguza hiyo kazi, sababu hata kama wengine walijiunga, hatukuwa na mtu kabisa mwenye alianza tangu siku ya kwanza na kumaliza hizi huduma, na alikuwa na habari mengi ya kutuambia kwa ajili ya hii huduma. Na tunashukuru sababu ilikuwa kazi ya Mungu, na hatukutana kwa ajili ya kuabudu huyu mama, lakini tulikuwa tunakutana kukumbushana huduma kwa zile Mungu alizosema, kama vile onyo na mwelekeo aliyopata kwa wakati fulani kwa ajili ya kanisa. Na watu wanasahau, na ndio maana ninasema hata kama unajua ni sharti kukumbushana. Na hiyo mikutano tulikutana mara kwa mara kukumbushana maneno mengi ya Mungu, ahadi za Mungu, na pia kanisa kama vile Mungu anapenda tuendelee. Natumaini kama hiyo kazi itaendelea, sababu yeye ametuacha, lakini bado Yesu hajarudi, na kanisa lingali linahitaji kusikia habari za Mungu. Amen. Basi tutasoma mstari mchache katika Biblia kwa wale ambao wanakuwa na Biblia. Kwa Thesalonika anatuambia maneno machache hapa. Sura ya 4 mstari wa 13. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka,
vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa atawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja naye Bwana milele. Basi tufarijianeni kwa maneno haya. Hili neno la Mungu nasema, wakati mtu kama mzee Donatien akituacha, hatuwezi kuhuzunika kama watu wengine. Sisi tunatumaini kama vile Yesu alikufa na kufufuka, walio ndani ya Yesu Kristo hawafi milele, wanafufuka na wanakuwa na nafasi ya kwanza katika wale ambao wamepata neema hapa chini duniani. Sio watu wote wamepata neema, Wakristo tu wamepata neema, sababu dunia tulimo ndani, sababu imekataa Mungu na kukataa Yesu, itahukumiwa. Wote watahukumiwa. Wale ambao wamemwamini Yesu, hakuna hukumu kwa ajili yao. Na kuna siku ambayo hii hukumu itaanza hapa chini duniani, na tunajua kama inaweza kuwa wakati wowote, sababu dunia inaendelea kuwa katika dhambi, na wale ambao wanaamini Yesu wanapona, na ikiwa haujaamini Yesu uko katika hatari ya mauti. Iwe sasa, iwe unakufa, kama hauna Yesu uko katika hatari. Ingekuwa heri ujiponyeshe sasa. Hawa ndugu Donatien na wengine na wa Mariamu walijua hiyo siri, wakamwamini Yesu wakapona, na wametiliwa nafasi maalum. Vinasema mbele Yesu hajakuja kuhukumu dunia, wale wote waliomwamini watanyakuliwa, watafichwa ili wasione hukumu yenye itaangukia hii dunia. Sidhani kama Mungu anacheza na dhambi. Anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Haya mauaji yote yenye kufanyika Kongo, na haya mambo yote yanafanyika hapa Amerika, Europe na nafasi zingine, italipwa kwa damu ya watu siku moja. Hakuna dhambi itapita bila malipizi. Na kama hauko ndani ya Yesu, unajitia katika hatari wakati dunia inapigwa. Walio ndani ya Yesu wanaokoka na hawataona yale mambo. Ikiwa Yesu atakuja siku hizi, waamini wenye kuwa hapa watanyakuliwa mbele. Na nasema hiyo siku watu kama wa Donatien watakuwa tayari wamekushafika. Mbele wenye kuwa haya wanyakuliwa, wale ambao wamelala ndani ya Yesu wako na privilege ya kupanda na kumwona Yesu mbele ya wengine. Na wale ambao watakutiwa hai watakwenda kumwona. Wengine wote wenye hawakujua Yesu hawatapanda, watabaki katika makaburi.
wao tu wako na hiyo privilege ya kupanda na kumwona Yesu mbele, na walio hai watawakuta, na wengine wote wenye hawajui Yesu wakiwa katika makaburi watabaki katika makaburi, wenye watakuwa hai watabaki hapa chini ili wapigwe sababu ya dhambi za ulimwengu. Wakati tunaaga watu ambao wanaenda ndani ya Yesu, linasema hatuna huzuni. Tunasema asante sababu wametutangulia, na tunajiombea sisi wenyewe ikiwa tuko hai wakati wanamuona Yesu na sisi tunyakuliwe, na ikiwa tutakufa mbele, hebu pamoja na wale wote wenye walikuwa ndani ya Yesu tunyakuliwe, na wale wenye hawatanyakuliwa watangoja hukumu hapa chini duniani. Na sababu hao wenzetu wamepona hukumu, hatuna huzuni, tunafurahi, tunasema asante, umetutangulia. Mungu atusaidie na sisi tutawakuta huko. Amen. Hivi siku kama hii ni siku, kama hujakuwa ndani ya Yesu ujiponye. Huyu Donatien alijua sekre ya kupona ndani ya Yesu. Kama uko ndani ya Yesu na uko hapa, usitoke hapa bila kukamata decision. Hukumu ya ajabu inakuja kwa wenye wako ndani ya Yesu. Wenye kwa ndani ya Yesu tu watapona. Mungu awasaidie mchukue hiyo decision mbele ya kutoka. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema asante kwa baba askofu kwa neno lile la himizo, neno fupi lakini ambalo linaacha mzigo kwa mabega ya watu, ya mimi na wewe. Swala ni hili, ikiwa utaepuka hukumu ijayo, je, uko tayari? Amen. Amen. Je, uko tayari? Na kama hauko tayari, nasema unaweza kuwa tayari siku ya leo. Bwana apewe sifa. Amen. Ile kitabu cha Amos, nabii anasema nini? Jitayarishe kukutana na Mungu wako. Amen. Amen. Anasema jitayarishe kukutana na Muumba wako, na Mungu wako. Shetu uko tayari. Na kujitayarisha ni kujitakasa, ni kwanza kumpokea Yesu kwa maisha yako, kisha kuishi maisha ya utakaso yenye kujitenga na dhambi. Sio kuja kanisani tu, sio kuvaa mavazi mazuri tu, ni kuosha mioyo yetu. Bwana apewe sifa. Amen. Kuishi mbali na dhambi wakati tayari kumpokea Yesu Kristo na kuenenda katika maisha yake. Na labda unaweza kuwa uko hapa kila wakati tukiwa na matanga, kuna vitu fulani ninasema kwamba kila saa ni mzuri kwa walio wazuri. Bwana asifiwe. Amen. Hata hapa kwa matanga unaweza kumpokea Yesu. Haleluya. Amen. Unaweza kukumbuka kwamba ile siku tulikuwa Masha Town. Kumbukumbu mzuri, si vile? Tulikuwa Masha Town. Ilikuwa ibada ya kukumbuka mzee wetu Donatien ambaye alituacha. Na siku ile nilitoa maisha yangu kwa Yesu. Bwana apewe sifa. Amen. Kumbusho mzuri. Hata maisha ya mzee wetu ameenda, bali itaacha ushuhuda na wokovu kufanyika nyuma yake. Na kwa hiyo ninapenda kusema hivi, mimi sina uoga wa Kristo. Haleluya. Amen. Namshuhudia kila siku na kila saa kwa kona za barabara, kwenye basi, kwenye train. Hapa Marekani ndio tunakuwa na magari. Na ukiingia kwa gari yangu kama uko na mimi pale, kuna siku mtu mmoja tulikuwa nikitembeza naye ananipita hivi, ananiangalia anasema ule mzee naoza na kichaka. Sababu mimi kule niko kwa volani, niko ninatembeza na niko ninasifu, niko ninaimba na niko ninaomba. Siku ile na machozi kitiririka. Bwana asifiwe. Amen. So sikuwa pale. Sina haya ya kumsifu Yesu. Amen. Sababu sina mahali pengine ambapo nitaenda kumsifu Yesu. Kama una haya wewe ni lako. Lakini mimi hapa ndio mwanzo na ndio mwisho.
Bwana apewe sifa. Amen. Napenda kukupa changamoto. Ikiwa uko hapa na haujamjua Yesu, siku ya leo unaweza kumpokea. Ninaambia watu sio sherehe kubwa. Hatutasikia matarumbeta hapa nje, hatutasikia wapiga vyombo na zeze wanapiga, hapana. Lakini kuna mahali zile tarumbeta zinapigwa. Amen. Amen. Wakati unapotoa maisha yako kwa Yesu, kuna mahali tarumbeta zinapigwa. Kuna mahali maisha yako wewe ukipana kwa Yesu Kristo, watu wanafurahi na kuna kwa sherehe kubwa, lakini ile sherehe tumeifichwa hapa duniani. Sababu ni sherehe kubwa na inafanyika tu kwa hatua fupi. Katika roho yako, Bwana apewe sifa. Katika roho yako, katika imani yako, unasema siku ya leo ninapenda kumpokea Yesu. Na usiangalie mtu aliye kushoto kwako wala aliye kuume kwako. Haleluya. Jiangalie wewe mwenyewe na Mungu wako. Na useme leo ninakupokea Yesu katika maisha yangu. Amen. Siku hizi nimebadili style. Najua hapa Marekani tunapokuwa ibadani na tunapenda kuambia watu wapokee Yesu, kizungu ya wazungu inasema kwamba watu wasionyeshe mikono. Hapana. Mimi niko wa style ya zamani. Bwana apewe sifa. Amen. Ikiwa nataka kumpokea Yesu, umpatishe shetani haya. Unajua hii mambo ya kupokea Yesu siri siri haitufanyike tuokoke kikweli. Inafanya pia tunaishi maisha ya Ukristo ya kisiri siri. Lakini tunapompokea Yesu kiwazi, haleluya, watu watasema yana konge na kiwa msochwa wanga. Si vile ule naye si wa pombe ule kubanamuke leo anapokea Yesu. Ujue wakati unapofanya vile umeleta changamoto. Bwana asifiwe. Na watu wanaanza kukutizama. Nakumbuka miaka 10 nilipokea Yesu. Ndugu zangu, mmoja tu ndio alikuwa amebatizwa, wengine wote walikuwa bado hawajapokea Yesu. Na nakumbuka wakati ule nilipompokea Yesu, na baada ya miaka 2 wakaniambia unapenda kubatizwa, nikasema hapana saa hizi. Napenda nisome Biblia. Bwana asifiwe. Amen. Nikachukua miaka 2 kila siku ninasoma Biblia. Kila siku ninasoma. Yaani ilikuwa kama ndani yangu Mungu anaweka kiu ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na kila siku ninasoma. Nilipobatizwa ikaanza kama vile sasa ni mwiba ndugu zangu wananiwekea. Ukitaka kufanya kitu si unaokoka. Ukitaka kufanya mwokovu anafanya tena vile. Ukikasirika Mkristo anakasirika. Bwana apewe sifa. Wao ilikuwa ni kunichokoza ili waniweke mwiba, lakini katika Kristo ilikuwa inanihimiza nisimame katika mlengo. Kwa hiyo ukisimama hapa na unasema kwamba mimi huyu mlevi, haleluya, Bwana apewe sifa. Ukisema mimi hapa huyu msherati, nimesimama na nimesikia Yesu anasema na hatujui dhambi yako. Bwana asifiwe. Kizuri ni kwamba dhambi yako ni siri yako na Mungu wako. Imani yako ni siri yako na Mungu wako, lakini shetani tunaweza kumpatisha haya mbele za watu. Kwa hiyo milango ni ile, kama unataka kumpokea Yesu na kuja kumpokea katika maisha yako, hii ni siku nzuri. Amen. Ni maombi mafupi. Kama unajua kuomba, mimi nitakupatia maneno. Bwana apewe sifa. Unaweza kuomba baada yangu na unaweza kusema Baba, siku ya leo ninampokea Yesu katika maisha yangu. Na unaweza kufuata maneno haya. Cha mkubwa ni imani yako. Haleluya. Amen. Baba Askofu anasema hatutabia kama watu wasiokuwa na matumaini. Bwana asifiwe. Mimi ninapenda kusema tu hiki. Hatutaacha fursa hii ipite ndugu zetu. Wale ambao hawajapokea Yesu, tungependa wapate nafasi ya kumpokea. Amen. Amen. Kama hujamjua Yesu, upate
telefoni.